wamemkera Mola wao, wamemuudhi Mola wao, wakafanya hima kurudi kumtaka msamaha Mola wao. Wayuhibbul mutatahhirina, na Allah anapenda waja wake wawe wasafi, wawe tahara. Utahara, usafi wa mwili, usafi wa mavazi, usafi wa ndimi zetu ziwe tahara. Kuna watu midomo yao ni michafu, hata akipiga mswaki mara 100 kwa siku, mdomo wake hauachi kuwa mchafu. Kwa nini? Kwa maneno yanayotoka katika kinywa chake ni karaha, au audhi watu usiku na mchana, ni kuwakera wanadamu wenzie kwa kupitia kinywa chake, kwa kupitia ulimi wake. Mtu huyo mdomo wake unakuwa ni mchafu. Tahara ya mwanadamu ni kinywa chake kwa salama. Hawakeri wanadamu wenzie, hamkeri jirani yake, hamuudhi rafiki yake, hamuudhi yoyote katika wanadamu. Haijalishi ni mkubwa wake, haijalishi ni mdogo wake, haijalishi yuko chini ya imaya yake anamsimamia, yoyote yule anamuona ni katika watu wake, ni ndugu zake, wako sawa katika maisha. Kwa hiyo Allah anawapenda watu wa aina hiyo. Amma thania, maghfiratuhu lisayiatihim, Mwenyezi Mungu huwasamehe makosa yao. Wa takfirihi li khatayahum, na Mwenyezi Mungu huwa tayari kuwafutia makosa yao. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala vile vile, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubieni kwa Mola wenu toba iliyokuwa ya kweli. At-taubatu an-nasiha, at-taubatu as-sahiha, toba iliyokuwa ya kweli. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wenda, na kwa Allah kuna wenda. Asa, أصحاب اللغة يقولون عسى جاء بالعصا. هنا عسى معناه الحقيقي، حقيقة Mola wenu atakusameheni madhambi yenu na atakuingizeni katika pepo yake. Min tahtiha al-anharu, pepo ambayo chini yake hupita mito mbalimbali ya neema zake Allah, mito ya maziwa, kadhalika mito mbalimbali ya neema za Allah hupita katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Hadhihi min sifati ahamiyati at-taubatu ila Allah. Huyu ni moja ya umuhimu wa mja kutubia kwa Allah. Mwenyezi Mungu anakuwa tayari kumsamehe, na sio kumsamehe tu, anamfutia kila aina ya kosa lake, kadhalika na kumtengenezea njia mbadala ya kumfanya kuwa rafiki wa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na kumfanya kipenzi chake, mtu wake wa karibu, mja wake pale anapomwomba Allah, na Allah anakuwa ni mwepesi wa kuitikia dua ya mja wake, kwa sababu mja mwenyewe amejionyesha kwa Mola wake kwamba yeye ni dhaifu, yeye ni kiumbe mkosefu, yeye ni kiumbe ana anachokimiliki katika hii dunia. Ndio maana akafanya hima ya kumrudi Mola wake. Ndugu zangu, tuwe wepesi wa kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha. Tusifanye kibri, tujione sisi ni madhaifu kwa Mola wetu, hakuna tunachokimiliki katika mgongo wa ardhi. Lakini vile vile na kuwaomba msamaha ndugu zetu tuliowakosea. Mume amuombe mke wake msamaha, na mke vile vile amuombe msamaha mumewe. Kila mtu asijione kwamba yeye hana nafasi ya kuomba msamaha kwa mwingine. Kwanza kumwomba Allah, pili ikiwa ni makosa baina ya mja kwa mja wake, basi tujishushe kuwaombana msamaha kwa ndugu wale ambao tumewakosea. Mtu asitokea akasema mimi siwezi kumsamehe fulani, na wala akitokea amekufa siwezi kufika kwenye kaburi lake kumzika. Haya si maneno ya waja wake Allah wema, ama waja wema hawatamki maneno hayo, wanakuwa ni wepesi wa kusameheana. Kwa ufupi, inshallah biidhnillahi tabarakallah, akitujalia tutaendelea na mada hii katika siku ijayo. Tutaona shurutu sihhati tauba,
tutaona masharti ya kuswihi kwa toba. Mwenyezi Mungu atujalie, atukubalie hiki tulichokizungumza kwa siku ya leo kiwe ni makbuli, chenye kukubalika. Lakini kila mwenye kusikia Mwenyezi Mungu amjalie awe ni mwenye kuzinduka pale atakapokuwa. Wa ila huna aqulu lakum wa billahi tawfiq. Ana sahibukum الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد. mimi ni ndugu yenu katika imani, naitwa kwa jina langu Abdul Ghani bin Abdul Wahid, naipatikana Mivumoni, Lusambi, Tegeta, Dar es Salaam. Karibuni sana, wabillahi tawfiq wa ila liqa.